Wafilisti ngomeni pale ng'ambo ya pili, lakini hakumwarifu babaye. Hakufanyaje? Hakumwarifu babaye. Ngoja nikwambie, kuna mtu unapotaka kuvuka usimwambie, maana ngoja utaona baba yake alivyokaa. Ndio maana nimekuambia chagua mapema mtu wa kukaa naye. Kuna mtu kimwambia kwamba nataka nivuke niende kwa Kristo, atakuzuia. Yaani angalia tu sura yake, ukiona aelekei usimwambie. Wewe vuka. Kuna watu ukiandamana nao kwenye maisha utavuka. Ngoja nikwambie, kuna watu achana nao hata leo ili uvuke. Yaani kuna watu wanapoteza watu. Kuna watu wamesababisha tumekuwa walevi, tumekuwa wachawi, tumekuwa wahongo. Kuna watu wametuharibia maisha. Kuna watu uliwasimulia mambo ndio waliokuharibia. Ngoja nikwambie, kuna watu achana nao ili uvuke. Umesikia dada yangu? Kuna kundi usipoachana nayo, ukikaa kwamba ndio unawatafsiria mambo, unawasimulia, eti umewekana nao masosti, mabesti, manini, hauvuki. Mchana wa leo chagua aina ya marafiki utakao tembea nao, maana wengi ni waoga, wengi ni waharibifu, wengi shetani amewaleta hawapandikize ili tusivuke. Mchana huu unajua ni mchana ambao Kristo atakutenga na baadhi ya watu ili uvuke. Lazima. Ngoja nikwambie, mimi nashukuru Mungu kwenye mahubiri haya nimepokea wito wa kuvuka. Mwezi wa 8 walokole wamenialika kwenye mahubiri yao makubwa niwe mhubiri wao. Na nimewaambia kwamba nitakuja kama mhubiri nitakayehubiria walokole wiki ngapi, na nitaenda kuhubiri, na wameandaa mahubiri makubwa. Wamenambia mahubiri makubwa sana. Unajua hiyo nao nimevuka. Si nimevuka? Barua inakuja. Tunavuka. Sasa, hemuona kipindi ambapo watu wanatakiwa wavuke. Kipindi kigumu ambao watu wamekata tamaa. Dunia imepoteza mwelekeo. Dunia inaharibika.